Kile kitabu cha Luka sura ile ya 24 mstari wa 50 na wa 53. Juzi tuliangalia mstari wa kwanza mpaka wa 12 kuhusu habari ya kufufuka kwa Yesu Kristo. Leo tunaangalia tena mstari wa 50 mpaka mstari wa 53. Neno la Mungu linasema, akawaongoza mpaka Bethania, akainua mikono yake akawabariki. Ikawa katika kuwabariki alijitenga nao, akachukuliwa juu mbinguni, wakamwabudu. Kisha wakarudi Yerusalemu wenye furaha kuu, nao walikuwa daima ndani ya hekalu wakimsifu Mungu. Tuombe. Mwenyezi yote, muumba mbingu na nchi, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa vipindi ambavyo vimepita, wakati mwingine ambao tumekuja mbele zako kulisikia neno lako na kujifunza Bwana kile ambacho umekikusudia asubuhi ya leo na mchana huu. Tujifunze Bwana, tubariki sote kupitia neno hili. Neno hili Bwana, kwa Roho yako Mtakatifu likawe na nguvu katika maisha yetu, likainue maisha yetu pale ambako yameshuka, katika jina la Yesu Kristo, ili Bwana tukazidi kujengwa na kutembea katika njia zako. Katika jina la Yesu kanisaidie Bwana kulisema neno lako kama ulivyokusudia. Katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Luka 24:50-53, lakini tutaangalia mstari wa kwanza, mstari wa 50 na mstari ule wa 51 mpaka hapo kwenye kipengele kinachosema kuwabariki. 53, neno la Mungu linasema, akawaongoza mpaka Bethania, akainua mikono yake akawabariki. Ikawa katika kuwabariki akajitenga nao, akachukuliwa juu mbinguni, wakamwabudu. Kisha wakarudi Yerusalemu wenye furaha kuu, nao walikuwa daima ndani ya hekalu wakimsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo kinasema baraka za kikuhani za Yesu kabla ya kupaa. Baraka za kikuhani za Yesu kabla ya kupaa. Baraka za kikuhani za Yesu kabla ya kupaa. Kichwa cha somo kinasema baraka za kikuhani za Yesu kabla ya kupaa. Lakini tukiangalia muundo wa sura hii ya 24, muundo au structure, muundo wake umekaa hivi. Mstari wa kwanza mpaka mstari wa 12 tunaona Yesu anafufuka baada ya kusulubishwa, ambapo tulijifunza juzi, tuliona kufufuka kwake baada ya kusulubishwa, mstari wa kwanza mpaka wa 12. Lakini mstari wa 13 mpaka mstari wa 35 tunaona Yesu Emau anaonekana anaonekana Emau, mstari wa 13 mpaka wa 35. Lakini mstari wa 36 mpaka 43 Yesu na wanafunzi wake baada ya kufufuka. Baada ya kufufuka Yesu anaonekana tena na wanafunzi wake, mstari wa 36 mpaka 43. Lakini mstari wa 44 mpaka 49 tunaona Yesu anafundisha baada ya kufufuka, anawafundisha wanafunzi baada ya kufufuka. Lakini mstari wa 50 na 53 Yesu anapaa baada ya kufufuka. Huo ndio muundo ulivyo wa kitabu hichi cha Luka mstari wa 24, sura ya 24. Lakini tunapozungumzia kuhusu habari ya kuhani, katika Agano la Kale Mungu alikuwa amechagua makuhani, na tena hajawachagua katika makabila tu. Alikuwa amechagua kabila maalum ambalo makuhani watatoka, na kabila hilo lilikuwa ni Lawi. Na hilo kabila Mungu alimwambia Musa ya kwamba Walawi watakuwa makuhani katika vizazi vyao. Maana yake ni kwamba kuhani ni mtu ambaye alikuwa anafanya kazi ya kuwaombea watu kwenye nyumba ya kukutania katika Agano la Kale, lakini pia kuwapatanisha watu na dhambi zao mbele za Mungu na kupokea sadaka zao. Unakumbuka kwenye Agano la Kale kulikuwa kuna sadaka za kuteketeza. So makuhani ndio walikuwa wanafanya hiyo kazi. Lakini pia makuhani kazi yao ilikuwa ni kuwabariki watu wa Mungu. Kisoma kile kitabu cha Hesabu sura ya 6 mstari wa 24 mpaka mstari wa 26, utaona Haruni anawabariki watu wa Israeli kwamba Bwana Mungu akubariki, Bwana Mungu akuangazie uso wake. Na hii umeona wachungaji wengi huwa wanatumia hiyo. So hiyo ndio ilikuwa kazi
ya makuhani katika Agano la Kale. Kazi yao ilikuwa ni kuwapatanisha watu na Mungu. Kazi yao ilikuwa ni kuwaombea watu wa Mungu baraka, lakini pia kutoa dhabihu zile ambazo walikuwa wanaletewa na watu wa Mungu ili kuwapatanisha na Mungu. Lakini hii ilikuwa baraka ya kukuhani, si maneno ya kawaida. Hapa Yesu alipokuwa anasema, mstari wa 50 anasema, akawaongoza mpaka Bethania, akainua mikono yake akawabariki. Kwa sababu ndio utamaduni wa Agano la Kale ulikuwa kuwabariki. Lakini katika Agano Jipya tunamwona Yesu Kristo kama kuhani mkuu. Kuhani mkuu, ukisoma Waebrania 4 mstari wa 15, ukisoma Waebrania 4:15, maandiko yanasema, kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Huyo ni Yesu Kristo. Alijaribiwa, maandiko yanasema alijaribiwa, kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Huyo ni Yesu Kristo. Waebrania 7:25 anasema, naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao waliomjia Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Naona hilo neno awaombee, maana yake ni kuhani mkuu, si tu kuwaombea, kuwaokoa, si tu kuwaombea, kuokoa. Kwa hiyo na Yesu kabla hajapaa aliinua mikono na anatoa baraka za kikuhani kwa wanafunzi wake. Baraka hii ya kikuhani ya Yesu ilikuwa na maana gani kwa wanafunzi, lakini pia ina maana gani kwetu leo? Baraka ya Yesu haikuwa maneno tu, ilikuwa imebeba mambo makubwa ya kiroho kwa maisha yao na huduma yao, ambayo tutaenda kuona mambo makubwa matatu ambayo ilikuwa imebeba baraka hii ya Yesu Kristo. Mambo makuu matatu tutaona ambayo ilikuwa imebeba. Jambo la kwanza, aliwakabidhi kwa Mungu. Hilo ni jambo la kwanza la msingi. Kabla ya Yesu kupaa kwenda mbinguni, aliwakabidhi wanafunzi kwa Mungu. Neno kukabidhi maana yake ni kwamba kuwaweka mikononi mwa Mungu. Akuondoka tu akawaacha. Kabla ya kuondoka, maandiko yanasema akawaongoza mpaka Bethania. Bethania ni mji ambao Yesu Kristo alikuwa anaenda mara kwa mara, kwa sababu pale alikuwa yuko Lazaro aliyofufuliwa, alikuwa Martha. Maanake kwa kifupi ni sehemu ambaye marafiki zake Yesu walikuwa wanakaa. Kwa hiyo ni mji ambao ulikuwa mara nyingi Yesu anaenda pale, na ilikuwa ni nje kidogo ya mji. Bethania ilikuwa nje kidogo ya mji wa Yerusalemu. Yerusalemu ilikuwa ni mji ambao una kelele nyingi, kwa sababu watu wengi walikuwa wako pale. Kwa hiyo kabla ya kupaa alienda karibu, akawatenga ili sasa kuwabariki. Na neno kuwabariki maana yake aliwakabidhi kwa Mungu. Aliwakabidhi kwa Mungu, kuwaweka mikononi mwa Mungu, kuwaweka chini ya mamlaka ya Mungu. Ndio maana aliwakabidhi, aliwabariki. Baraka ile ilikuwa ni kuwakabidhi, maana yake ni kuwaweka mikononi mwa Mungu, kuwaweka chini ya mamlaka ya Mungu, lakini kuwaacha chini ya ulinzi wa Mungu. Kile kitabu cha Matendo ya Mitume 20:32 ukisoma maandiko yanasema hivi. Matendo ya Mitume 20:32 ukisoma pale 20:32 maandiko yanasema hivi: basi sasa nawaweka katika mikono ya Mungu, na kwa neno la neema yake ambalo laweza kuwajenga na kuwapa urithi pamoja nao wote waliotakaswa. Matendo 14:23 nayo inasema hivi. Matendo 14:23 nayo inasema hivi. 14:23 Matendo ya Mitume 14:20 maandiko yanasema, na walipokwisha kuwachagulia wazee katika kila kanisa na kuomba pamoja na kufunga,
wakawaweka katika mikono ya Bwana waliomwamini. Nataka uone neno kuwaweka. Neno kuwaweka na 20:32 Matendo anasema basi sasa nawaweka. Kwa lugha nyingine, maanake aliwaweka kwa namna gani? Maanake utamaduni ilikuwa ni kuwabariki. Kwa hiyo kule kuwabariki maana yake ni kuwaweka chini ya uongozi wa Mungu. Kwa nini? Paulo anatuambia vizuri, mwandishi wa kitabu cha Matendo ya Mitume anatuambia vizuri kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume 14:23, baada ya wazee wa kanisa, viongozi, wachungaji. Neno wazee maana yake ni wachungaji, waangalizi, ndio maana neno wazee. Baada ya Paulo kuwachagua wachungaji katika kanisa, kitu gani kilifuata? Maandiko yanasema, na walipokwisha kuwachagua wazee katika kila kanisa na kuomba pamoja na kufunga, wakawaweka katika mikono ya Bwana waliomwamini, na kuwakabidhi katika mikono ya Bwana waliomwamini, na kuwakabidhi. Wazee walikabidhiwa kwa Bwana, lakini pia waliwekwa katika mikono ya Mungu, na kwa neno la neema yake, kwa neno la uwezo. Neno neema pale ni uwezo, neno neema pale ni uwezo. Kwa hiyo baada ya Yesu Kristo kufufuka, kwa sababu wanafunzi walikuwa wametawanyika, wana hofu, ndio maana aliwatokea katika maeneo tofauti, ndio maana akawafundisha kabla ya kupaa, na kabla ya kupaa akawaambia amani iwe nanyi. Na hapa anawabariki, maanake anawakabidhi kwa Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wana safari ya kuendelea mbele, wana safari katika maisha yao, wana safari katika maisha yao ya kihuduma, kwa sababu baada ya Yesu Kristo kufufuka na kupaa, kazi iliyokuwepo ni ya wanafunzi kuieneza Injili. Kwa hiyo walikuwa wanahitaji kukabidhiwa mbele za Mungu, wakabidhiwe mbele za Mungu. Ndio maana Yesu Kristo kabla ya kupaa aliwakabidhi kwa Mungu, maanake aliwabariki, kuweka mkononi mwa Mungu, kuweka chini ya mamlaka ya Mungu. Lakini tatu, kuwa chini ya ulinzi wa Mungu. Baraka ile ilikuwa ni kuwaweka mikononi mwa Mungu, kuwaweka chini ya mamlaka ya Mungu, lakini pia kuwaweka chini ya ulinzi wa Mungu. Kadhalika ndivyo ilivyo kwa wale ambao wanamwamini Yesu Kristo. Ukimwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kinachotokea kwenye maisha yako, unakabidhiwa katika mamlaka ya Mungu. Wewe sio tena wa Ibilisi, lakini wewe unakabidhiwa, maanake unawekwa chini ya mamlaka ya Mungu, unakuwa mali ya Mungu. Mungu anakulinda, Mungu anakuongoza. Maandiko yanasema kwa imani tunalindwa na nguvu za Mungu. Kwa hiyo tunakuwa tunalindwa na nguvu za Mungu katika maisha yetu, kwenye magumu ambayo tunayapitia. Kuanzia hapo unapaswa kumwona Kristo kwenye maisha yako. Kwenye mazito unayapitia, kuanzia hapo unatakiwa umuone Kristo katika maisha yako. Hutaachwa peke yako. Unapomwamini Yesu Kristo haui peke yako. Wanafunzi walifikiri wako wenyewe, wanafunzi walijua wako wenyewe, ndio maana wakakaa kwa huzuni. Lakini Yesu akaja akawaambia, acheni kuwa na huzuni. Na mwisho, kabla ya kupaa, anawakabidhi mikononi mwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anawakabidhi ya kwamba Mungu awalinde, ya kwamba Mungu wakae katika mamlaka yake. Kwa hiyo wajue kwamba hawako peke yao. Tunapomkabidhi Yesu maisha yetu, tuna ujasiri ya kwamba anatukabidhi kwa Mungu, kwamba maisha yetu sio mali yetu wenyewe. Pale mwanadamu alipoanguka, maisha yake yalikuwa yako chini ya Ibilisi. Lakini Yesu Kristo alipokuja duniani, na tunapomwamini, maisha yetu yanahamishwa kutoka kwenye mamlaka ya Ibilisi, yanaingizwa kwenye mamlaka ya Mungu. Ni furaha ya namna gani? Ni furaha ya namna gani tunapokaa na kutafakari ya kwamba Kristo alikuja ili kutuondoa kwenye mamlaka ya Ibilisi na kutuweka kwenye mamlaka ya Mungu. Kwa tunapoishi kwenye dunia hii yenye changamoto,
Yesu akawaambia wanafunzi wake, siwaombei muondoke katika dunia hii, kwa sababu walikuwa wana kazi kubwa ambayo wanapaswa kuifanya ya injili. Mpaka leo imetufikia hapa Tanzania, Arusha, eneo la Kikatiti. Ilikuwa ni kwa sababu ya maombi ya Yesu Kristo. Yohana sura ya 17, ukisoma yale ni maombi ya kikuhani ya Kristo. Aliwaombea wanafunzi ili waendelee kudumu katika dunia yenye changamoto kwa ajili ya neno la Mungu kufika hata leo hii hapa. Kadhalika na wewe, Mungu hajakuita kwa bahati mbaya. Mungu ana makusudi na wewe. Mungu ana mpango na wewe, kama alivyokuwa na mpango na wanafunzi 12. Baada ya Yuda Iskarioti kuondoka wabaki 11. Ukisoma sura ya kwanza ya Matendo ya Mitume, wakapiga kura apatikane mtume atakayeshika nafasi ya Yuda ili kazi ya Mungu iendelee. Kwa hiyo kadhalika na wewe, Mungu hajakuchagua kwa bahati mbaya. Amekuchagua kwa kusudi maalum. Bwana Yesu asifiwe. Amekuchagua, na kama amekuchagua, leo hii tuko hapa tunajifunza hili neno. Baada ya kupaa, kabla ya kupaa, aliwakabidhi kwa Mungu. Kadhalika na wewe, Kristo anapokuchagua anakukabidhi kwenye mamlaka ya kiungu. Anapokukabidhi kwenye mamlaka ya kiungu, lengo lake ni uendelee kudumu. Watu wanapokuona kazi aliyokupa Kristo, maanake kila mmoja hapa ana kazi yake. Kila mmoja hapa ana kazi yake. Kuna mwingine anaweza kuwa ni mwimbaji, kuna mwingine anaweza kuwa ni mhubiri, kuna mwingine kazi yake ni kufagia tu hapa ndani, kuna mwingine kazi yake, mzigo alionao ni kusapoti kazi ya injili iende mbele. Na Mungu anapokupa kazi lazima atakulinda. Mungu anapokupa familia lazima atakulinda. Mungu anapokupa mali lazima atakulinda, kwa sababu hajakupa mali kwa bahati mbaya. Amekupa mali uifanye kazi yake iwe nyepesi. Bwana Yesu asifiwe. So wanafunzi walichaguliwa na Kristo akawakabidhi mbele za Mungu. Kwa hiyo baraka hizi za kikuhani za Yesu Kristo, moja, aliwakabidhi kwa Mungu, lakini mbili, aliwatakia ulinzi wa Mungu. Aliwatakia ulinzi wa Mungu. Mstari huo huo wa 50 anasema, akainua mikono yake akawabariki. Akawabariki maana yake aliwatakia ulinzi, aliwakabidhi. Sasa hawa nimeshafanya lile ulilonituma, nimeshawakusanya. Sasa mbili, aliwatakia ulinzi wa Mungu katika maisha yao. Ule Yohana 17 mstari wa 15, Yohana 17 mstari wa 15, maandiko yanasema, mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Nataka uone neno uwalinde. Nataka uone uwalinde. Neno kulindwa maana yake kuhifadhi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunalima alafu tunavuna mahindi, lakini si tu kulima, sisi ni wafugaji. Tunapofuga wale kondoo au mifugo, ni jukumu letu kuwalinda. Ndio maana saa nyingine tunawajengea nyumba nzuri ya wao kuishi. Zamani wazee wetu walikuwa wanachunga, wanaenda mpaka kule porini, sehemu ambazo kuna wanyama wakali. Sasa mchana wanachunga, usiku wanakuwa wametengeneza boma lenye miba mikali. Lengo, kwa nini wanatengeneza lile boma? Lile boma ni ulinzi wa kulinda simba wakija wasiweze kuingia na kula wale mifugo. Kadhalika Yesu Kristo anasema hivi, mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, katika dunia hii, bali uwalinde na yule mwovu, adui. Kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5, maandiko yanatuambia kwamba ibilisi ni kama simba ngurumaye akitafuta mtu amrarue. Kwa hiyo Mungu Kristo kabla ya kupaa aliomba ulinzi juu ya wanafunzi wake. Aliomba ulinzi, walindwe. Neno kulindwa, kuhifadhiwa. Kuhifadhi kitu kisiharibike, maana wahifadhiwe salama, wasiharibiwe. Kuchungwa kwa karibu, kuwekwa katika usalama.
Nataka uone mission au mpango wa Kristo kabla ya kupaa. Kabla ya kupaa alihitaji wanafunzi wake wahifadhiwe, wasiharibiwe na mwovu, wachungwe kwa karibu, maanake waangaliwe kwa ukaribu, watazamwe kwa ukaribu, lakini wawekwe salama. Wanafunzi wawekwe salama, wawekwe salama. Ndio ukisoma Zaburi ya 121 mstari wa 7, maandiko yanasema Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako, atakulinda, atakuhifadhi, atakuhifadhi na mabaya yote, atakuhifadhi. Kama wanafunzi walivyompa Kristo maisha yao na Kristo akawatakia ulinzi wa Mungu, maana yake wahifadhiwe wasiharibike, kadhalika na wewe umeatoa maisha yako kwa Kristo. Ni mpango wa Kristo ulindwe, maisha yako yasiharibiwe, lakini jicho la Mungu likuangalia kwa karibu kupita kitu chochote. Lakini tatu, uwe salama, uwe na amani, uwe salama katika maisha yako. Walilindwa na mabaya katika dunia hii, na ndio mpango wa Mungu. Neno kulindwa, mabaya yanaweza yakaja kwenye maisha yako. Kama wanafunzi, ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume utaona wanafunzi mitume walipitia changamoto nyingi, lakini Mungu aliwalinda na zile changamoto. Kadhalika Mungu anapoachilia ulinzi wake kwako, anaachilia ulinzi, lakini ule ulinzi, changamoto inakuja kwenye maisha yako inashindwa. Changamoto inakuja kwenye maisha yako inashindwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ule ulinzi ambaye Mungu ameuweka kwako, ule ulinzi ambao Mungu ambao Kristo aliomba wanafunzi wake wawe nao. Ule ulinzi ulikuwa ni kwa ajili ya kuwalinda wasiharibiwe na mwovu, kama Yohana 17:15 inapotuambia, bali uwalinde na yule mwovu. Na hii inakuwa pia kwenye maisha yetu, kwa sababu mwovu, ibilisi, kazi yake ni kuharibu, kazi yake ni kuangamiza, lakini sisi Mungu anatulinda tusiharibiwe na mwovu. Mungu anatulinda tusiharibiwe na mwovu. Tunaamka asubuhi, adui hujui amepanga nini usiku kucha. Unatembea kwenye barabara, hujui adui ameweka kitu gani, ukioni, lakini Mungu ulinzi wake uko pale. Wanapoamka asubuhi kukuangalia ya kwamba adui, wanapoamka asubuhi kuangalia kwamba umepata jambo, wanakuta bado una nguvu na unasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya ulinzi wake Mungu. Wanategemea upate uharibifu, lakini wanapoamka asubuhi wanakukuta bado uko sawa. Yaachie maisha yako kwa Yesu. Ukiachia maisha yako kwa Yesu, ulinzi wa Mungu utakuwa kwako. Huna haja ya kuumia, huna haja ya kusumbuka. Mimi nikilala usiku huwa ninalala kwa amani ya kutosha, kwa sababu ninaamini kwamba Kristo amenilinda. Kristo analinda maisha yangu, ameyashikilia kwa mikono yake. Tena anatulinda, maanake neno kuchunga kwa karibu, maanake yuko karibu kuliko mchungaji wako, yuko karibu kuliko baba wako wa kiroho, Yesu Kristo. Yuko karibu kwa namna ya tofauti. Kwa hiyo unapoyaachia maisha yako kwake, amini na kuwa na uhakika ya kwamba niko sehemu salama. Bwana Yesu asifiwe. Adui atapotaka kuleta uharibifu wa ghafla kwenye maisha yako, anakutana na ulinzi wa tofauti, anakutana na ulinzi, na ule ulinzi ni ili usiharibiwe, ubaki kuwa oda, ubaki kuwa mpya kila itwapo leo, kila itwapo leo. Kazi yako ni kukaa katika Kristo, ni kuendelea kudumu kwenye mafundisho yake, kwa sababu mafundisho yake ndipo yanapokupa neema ya kuendelea kujua mambo mengi ya kusaidia katika maisha yako ya kiroho. Kwa hiyo walilindwa na mwovu. Yale maombi ya kikuhani yalikuwa yanawahitaji kulindwa, yalikuwa lengo lake ni walindwe na mwovu, lakini walindwe na kuwa salama. Hata wewe Mungu
anakulinda uwe salama, usiwe na uharibifu, uendelee kudumu katika lile kusudi ambalo amekusudia. Nimekuambia kama wanafunzi waliitwa mitume wakapewa jukumu la kwenda kuihubiri Injili, kadhalika na ninyi na sisi, Mungu anakusudi nasi. Kuna kitu Mungu amekiweka kwetu, so kile kitu Mungu ataacha kiharibiwe na adui. Kile kitu Mungu atakiacha kiharibiwe na adui. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakulinda. Jiachie kwa Yesu. Kabidhi Yesu maisha yako. Kwenye dunia hii, ni dunia ambayo inakatisha tamaa. Dunia hii ni dunia ambayo ina majuto. Dunia hii ukimwangalia jirani unaweza kusema akakusaidia. Dunia hii unaweza ukamwangalia rafiki. Lakini neno la Mungu, Zaburi anatuambia kitu cha ajabu sana. Bwana atakulinda na mabaya yote, sio limoja, yote. Atakulinda. Atakulinda Bwana. Watu wengine wanategemea fedha, watu wengine wanategemea kuta, watu wengine wanategemea mali waweke walinzi, lakini sisi tunaye mlinzi ambaye ni Mungu Baba yetu, ambaye Petro anawaambia kanisa, waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza, anasema tunalindwa kwa imani na nguvu za Mungu. Tunalindwa. So hizi ndo zilikuwa baraka za kikuhani za Yesu Kristo kwa wanafunzi wake, kwamba walindwe. Kadhalika haya ndio maombi ya Yesu Kristo kwetu. Ndio maombi ya Yesu Kristo. Ukisoma sura ya 17 ya Yohana imegawanyika mara mbili. Kuna maombi ya mitume, lakini kuna maombi ya wale watakaloliamini neno la mtume. Neno lipi? Biblia, neno la Kristo ambalo ni kanisa. Kwa hiyo hata sisi tunapomwamini Yesu Kristo, kadhalika ulinzi wake wa Mungu Baba unakuja katika maisha yetu, ili tuwe salama, adui asipate njia ya kutuharibu. Jambo la tatu, aliwatakia neema kwa kazi ya Injili. Alipowaambia kwamba akawaongoza mpaka Bethania, akainua mikono yake akawabariki. Akawabariki maana yake, moja, nimekwambia aliwatakia, aliwahifadhi, aliwakabidhi kwa Mungu. Lakini mbili, aliwatakia ulinzi. Tatu, aliwatakia neema kwa kazi ya Injili. Mitume waliitwa kwa kazi moja ya Injili. Neno neema pale ni nguvu, uwezo. Kwa wakati ule Injili ilikuwa inahubiriwa sio kama leo, kwa sababu ni jambo ambalo lilikuwa ni jipya. Kwanza Wayahudi wenyewe walikuwa wanapinga kwamba hao watu wanaleta kitu kipya, kwamba Yesu amekufa akafufuka. Hiyo theology, manake hilo somo la kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo lilikuwa ni shida kubwa kwa Wayahudi, kwamba amekuja kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Ilikuwa ni shida kubwa. Kwa hiyo mitume, na ndio maana ukisoma Matendo ya Mitume unaona kwamba jinsi Paulo alipokuwa anapelekwa kwenye mashtaka kwa sababu ya kuhubiri Injili. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 3, Yohana na Petro anaambiwa mnyamaze, anasema je, imetupasa kumtii Mungu au mwanadamu? Hiyo ni kwa sababu gani? Kwa sababu walikuwa na hiyo neema iliyowajalia kuwa na nguvu. Na ndio maana kabla ya kupaa Yesu Kristo anawabariki. Yesu Kristo anawabariki. Kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8, maandiko yanasema hivi. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8. Ifunze tu maandiko. Biblia inasema, Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8, maandiko yanasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Nataka uone maeneo hayo. Anazungumza lakini mtapokea nguvu. Nguvu maana yake neema. Nanyi mtakuwa mkipokea hiyo nguvu, mtakwenda kunishuhudia, mtakwenda kuhubiri, mtakwenda kulizungumza neno langu. Alafu akasema nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu. Kwanza mtaanza kuifanya kazi nyumbani, Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Nataka uone mwisho wa nchi, manake ni duniani kote, kwamba injili ifike.
Lakini kabla baraka yake Yesu ilikuwa ni kuwatakia neema. Baraka za Yesu ilikuwa ni kuwatakia neema. Neema manake nguvu, uwezo wa kuwafanya waweze kuifanya ile kazi, nguvu itakayowafanya waweze kuifanya ile kazi. Sio nguvu ya kimwili, lakini ilikuwa ni nguvu ya kiroho. Ile nguvu ya kiroho haizungumziwi kwa hali ya kawaida. Ile nguvu ya kiroho unajazwa kulingana na unavyolisoma neno lake. Mitume walijazwa nguvu kwa sababu ya kuifanya kazi. Kadhalika na sisi tunapomwamini Yesu Kristo, cha kwanza Roho yake Mtakatifu anakaa ndani yetu, na Roho yake Mtakatifu anapokaa ndani yetu, tunapolisoma neno lake tunajazwa nguvu. Nguvu ya Mungu haijazwi kwa mimi ni kuambia pokea nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu inajazwa pale Mkristo anaposoma neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma neno lake, nguvu ya Mungu inakaa ndani yako. Na ndio Paulo akawaambia wa Efeso, msijazwe kwa mvinyo bali mjazwe Roho. Neno kujazwa Roho pale manake mlisome neno langu, neno la Kristo. Wakolosai ukisoma sura ile ya 3 kuanzia mstari wa 16, na neno la Kristo na likae kwa wingi mioyoni mwenu. Maana yake neno la Kristo linapokaa kwa wingi ndani ya Mkristo, nguvu ya Mungu inakaa ndani yake. Wanafunzi walitakiwa baraka, na baraka hiyo walitakiwa neema kwa kazi ya Injili, walitakiwa neema. Lakini Wakorinto wa pili sura ya 12 mstari wa 9, naye akaniambia neema yangu ya kutosha, maana uwezo wangu hutimilika katika udhaifu. Basi huyo ni Paulo anazungumza na Wakorinto. Paulo alikuwa na mwiba. Soma habari yake hapo kuanzia mstari wa 1. Alikuwa na mwiba, alikuwa na jambo lililokuwa linamuumiza, na aliomba mara 3, na Mungu alimwambia neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu, nguvu yangu, mamlaka yangu inakutosha. Kwa nini? Anasema maana maana yake nini? Kwa sababu uwezo wangu timilika katika uweza wangu unaonekana, nguvu yangu inaonekana kwenye chombo kidhaifu. Sasa sikia hapo, kuna kitu cha msingi. Nguvu ya Mungu haionekani kwa mtu ambaye ana nguvu. Nguvu ya Mungu inaonekana kwa mdhaifu. Unapokuwa mdhaifu, maanake unaposhuka wewe ndio Mungu anaonekana kwako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapoinuka wewe, Mungu anakaa pembeni. Unaposhuka na kushuka na kuendelea kujifunza neno lake, na kuendelea kujifunza neno lake, na kuendelea kujifunza neno lake, basi uwezo wa Mungu unaendelea kuonekana kwako. Kristo anaendelea kujivunia wewe. Mitume walitakiwa neema, nguvu ya kuwasaidia kuihubiri Injili. Mitume walitakiwa nguvu ya kuwasaidia. Hata wewe unapomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unapompa Yesu Kristo maisha yako, nilikwambia Mungu akuchagui tu kwa bahati mbaya, anakufanya kuwa chombo chake, na ili utimize kusudi lake, neema yake inakaa kwako. Neema yake inapokaa kwako, maanake uwezo wake unapokaa kwako, basi watu wataona ile nguvu yake kwako. Haijalishi watakupiga vita kwa namna gani, haijalishi watakupinga kwa namna gani, lakini uwezo wa Mungu utaonekana kwenye ule udhaifu. Udhaifu ni upi? Ni zile changamoto unazopitia, vile vita unavyopigwa. Kama Mkristo unapopigwa vita, manake Mungu anaruhusu vita ili uweza wake uonekane kwako. Bwana Yesu asifiwe. Unaniuliza kwa namna gani? Paulo alipoomba kwa ajili ya mwiba uliokuwa ndani yake, Mungu alimwambia hapana, siuondoi huo mwiba, bali huo mwiba utaonesha uwezo wangu. Huo udhaifu ulionao utaonesha uwezo wangu kwako. So ni jambo la kujiuliza, katika maisha unayoishi ya Kikristo, kuna mahali umepita Mungu aonekane? Changamoto inapokuja kwenye maisha yako, usikimbie.
Mwambie Bwana, ninakushukuru, ninaomba unipe ustahimilizi, nistahimili hapa ili wewe utukuzwe. Unaweza ukawa upo kwenye biashara au kwenye kazi, kwenye biashara, alafu Mungu akaruhusu ukawa kuna mtu anakusumbua sana, yamkini ni kishirikina au ni kwa namna gani, lakini kuna kusudi pale. Kama mcha Mungu, maanake kama mcha Mungu lazima ujifunze kwa nini huyu mtu, kwa nini. Kama tunaambiwa Yesu Kristo alishinda kaburi na mauti, je, ni jambo gani linalomshinda yeye? Sasa unapopita pale kama Mkristo lazima ujifunze mambo kadhaa. Je, kuna mahali nimemkosea Mungu ikafungulia mlango adui akapita? Au hapa ninapopita, unapojikagua kulingana na neno la Mungu, uangalie na kufikia mwisho, aidha kuna mahali umekosea, Ibilisi akatumia hiyo njia, au Mungu ameruhusu kumsimanga Ibilisi kama vile alivyoruhusu yale maisha ya Ayubu. Paulo anasema hivi, naye akaniambia, maana aliomba mara 3, naye akaniambia, naye nani? Mungu akamjibu, neema yangu ya kutosha. Maana kwa sababu uweza wangu utimilika katika, maana uweza wangu, nguvu yangu inaonekana katika udhaifu. Basi Paulo anasema basi, lakini sasa nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi. Kwa nini? Kwa nini atajisifia udhaifu wake? Anasema ili maana yake kwa sababu uweza wa Kristo ukae juu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema kwa kuwa ameniambia udhaifu wangu ni njia ya kufunua uweza wake, basi mimi nitajisifia udhaifu huu, ili kwa sababu uwezo wake, uwezo wa nani? Wa Kristo ukae juu yangu. Kwa hiyo ili uwezo wa Kristo, ili neema yake ikae juu yako, ni lazima ukubali udhaifu unayoupitia, ili Mungu achukue sasa ustelingi aendeshe hilo gari. Ukikataa, ndio pale utaenda kutafuta msaada sehemu nyingine. Ukikataa, ndio pale utaenda kumweka mtumishi kuwa kinga. Ukikataa, ndio maana watu wengi wanakimbia kwa waganga, tena ni Wakristo. Kwa nini? Kwa sababu wanataka kuwa na nguvu. Sasa wanapotaka kuwa na nguvu, wanamweka Yesu pembeni. Paulo alipogundua kumbe ili uwezo wa Mungu ukae ndani yangu, nikubali kuwa mdhaifu. Unapokaa na Yesu, kubali Yesu aongoze maisha yako. Unapokaa na Yesu, kubali kuwa mnyonge ili yeye aonekane kwenye maisha yako. Hii tunaita neema ya Mungu katika udhaifu. Tunaita neema ya Mungu katika udhaifu. Tunapopitia madhaifu mbalimbali, tunamwona Mungu katikati. Utafika mahali utamwambia, hakika ni Mungu alionitoa hapa. Hakika ni Mungu ambaye nilipiga goti nikaamini ya kwamba atanivusha na hili. Mtu anakuja anakuambia, hivi ulivukaje pale? Na wewe una ujasiri na unaye ushuhuda ya kwamba Kristo ulimtegemea na ukakubali na akakuvusha ukafika ng'ambo ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Tukubali Yesu Kristo atuongoze katika maisha yetu. Tukubali neema yake ikae. Tunapokuwa wadhaifu, tusitafute msaada mwingine. Tusitegemee vitu vya kuona kwa macho, bali tumwangalie Kristo awe uweza wake kwenye maisha yetu. Uweza wake ukikaa kwenye maisha yetu, tutafanikiwa. Uweza wake ukikaa kwenye maisha yetu, tutafanikiwa. Uweza wake ukikaa kwenye maisha yetu, tutafanikiwa. Yesu akumaliza huduma yake kwa kuondoka kimya kimya, bali kwa baraka za kikuhani. Ikakwambia baraka zile aliwakabidhi wanafunzi kwa Mungu, lakini pia aliwatakia neema iwe pamoja nao, uwezo, lakini pia alihitaji
walindwe, wahifadhiwe kuwa salama. Je, na wewe umemkabidhi Yesu maisha yako ili ulindwe na Mungu? Wewe ni mmoja wapo ambao kama wanafunzi. Kwa nini wanafunzi? Maana lazima ujiulize, kwa nini wanafunzi Yesu aliwafuata? Alafu kabla ya kupaa akawatakia hayo mambo yote, akawakabidhi kwa Mungu, akawatakia ulinzi, lakini akawatakia neema yake Mungu iwe juu yao, kwa sababu walimwamini Yesu Kristo. Na wewe je, ni mmoja wapo ambao hivyo vitu ambavyo Kristo aliwatakia wanafunzi wake, na wewe ni mmoja wapo katika hivyo? Ni swali la kujiuliza, na Mungu akusaidie tunapoendelea kujifunza na tunapoendelea kutafakari neno lake. Jua ya kwamba Kristo unapomwamini anakukabidhi kwa Mungu, anakutakia ulinzi wa Mungu, lakini pia anakutakia neema yake kwenye maisha yako. Simama tuombe. Simama kwa miguu yako tuombe. Jehova Shama, Jehova Rafa, wewe ambaye umetuchagua Bwana kwa mapenzi yako ya milele, ukatuita, ukatuchagua, tuliokuwa mbali, tuliokuwa tumekaa mbali, tuliokuwa hatujui chochote Bwana, lakini kwa upendo wako wa milele ukatuchagua na kuturejesha kwenye ushirika wako mtakatifu. Tumelisikia neno lako. Kabla ya kupaa uliwaachia wanafunzi wako baraka za kikuhani, uliwakabidhi kwa Mungu, lakini pia uliachilia ulinzi juu yao, lakini pia Bwana ulihitaji neema ya Mungu kuwa kwao. Watumishi wako hawa wanapita kwenye changamoto nyingi mbalimbali, wamekuja imani mwako. Neno hili ninaomba Bwana likawainue nia zao na kuwaamsha tena Bwana, pale walipoona ya kwamba wanazimia roho, pale walipokuwa wanakata tamaa. Bwana, ninaomba neno hili likawe nguvu mpya kwenye maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Kawatie nguvu ya kiroho, kawaimarishe kiroho Bwana, pale wanapohisi kuchoka wakaone mbele zako kunaye nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo. Napoondoka mahali hapa Bwana, wiki hii baraka zako za kikuhani zikaambatane na watumishi wako hawa. Baraka zako uliowatakia watumishi wako mitume zikaambatane na watu wako hawa Bwana, wakawe mikononi mwa Mungu, lakini pia ukawalinde na kila hatari, wakabaki salama kama ulivyosema ulinzi ni kulindwa kutokuharibika. Basi ukawalinde, lakini pia uwezo wako ukawe juu yao. Vile wanavyoendelea kujifunza neno lako, uwezo wako ukawe juu yao, kama vile ulivyowatakia watumishi wako mitume, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.